kuna njia moja ambayo ametupa ya kupeleka huu ujumbe wa malaika watatu. Na hiyo mbinu mara mingi tu wahubiri wa ujumbe wa malaika watatu huwa tunaisahau, ama tunakuwa tumeiweka kando, pengine kwa kutoijua, pengine kwa sababu wahubiri mbalimbali hawauzingatii. Lakini wewe leo ama katika wakati ambao umepita umekuwa ukisikia kwa umbali, umekuwa ukisikia mambo kama vile medical missionary, right hand of the gospel. Kwa umbali tu umekuwa ukisikia mambo kama vile health reform and such. Kwa hivyo ni mambo ambayo Mungu ameyaweka katika kanisa lake. Na tukiangalia historia vile Mungu alianzisha kanisa lake la Wasabato, Waadventista, baadaye kidogo akawa ameleta hii ambayo inaitwa the right hand of the gospel, hivi kwamba isaidie kusukuma kazi kwa haraka. Na hilo ni jambo ambalo ni la muhimu, wewe unapaswa kulielewa. Kwa hivyo ningependa kwamba kabla tuendelee sana, tupate ombi kwa pamoja. Tuomba. Mtakatifu Baba yetu mfalme uliye juu mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako asubuhi njema. Tunakushukuru kwa kipaji cha uhai, tunakushukuru kwa yote. Na sasa wale ambao tumeweza kufika hapa mfalme, tunaomba ya kwamba utuzidishie hekima, tufungue mawazo yetu, tupate kuelewa maneno yako ambayo utakuwa unayaweka hapa, hivi kwamba yapate kutujenga. Tunaomba kwamba wote ambao wamehudhuria watoke hapa wakiwa wanajua angalau mambo fulani kuhusiana na medical missionary, ambao ndio mkono wa kulia wa injili hii ya malaika watatu ambao umetupa. Na pia vile vile wakitoka hapa waweze kuwa na nia na madhumuni ya kutafuta ujumbe zaidi wa kuwahekimisha na kukua medical missionaries ambao wewe unahitaji waingie kazini. Mfalme, tuongoze, weka maneno yako kinywani mwangu, nizunguke na malaika wako watakatifu, niweze kunena mambo ambayo wewe unataka yaweze kunenwa, na mengine ambayo hayastahili uyazuilie mbali. Tunaomba haya machache na kuamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Kati ya watu wa Mungu kuna vile Mungu ameratibisha wafanye kazi, gospel order. Kuna working order among God's people. Kuna vile Mungu amekusudia kazi yake ifanywe. Na wakati Mungu anakusudia kazi yake ifanywe kwa njia fulani, kuna vitu ambavyo ameweka. Hii injili ya malaika watatu inapelekwa kwa njia mbalimbali, si ndio? Hii injili ya malaika watatu Mungu ameweza kuweka mbinu mbalimbali ziweze kuipeleka. Moja ni hii njia ya kuhubiri kwa hadharani, si ndio? Watu wamekusanyika, kuna mhubiri anahubiri. Huwa tunachukua maspika, tunaenda pale barabarani tunahubiri. Ni mbinu moja ambayo Mungu ameappoint watu wake wapate kufanya nini? Waweze kupata asante mtumishi, waweze kupata huu ujumbe. Kuna mbinu zingine ambazo Mungu ameweza kuappoint katika hekima zake. Kuna publishing ministry, si ndio? Yaani hii kitabu hata kabla kuna mtu anaweza kukisoma, Muislamu tu, na aongoke pasipo kuonana na mtu. Mungu ameappoint mbinu mbalimbali. Ni mbinu gani nyingine ambayo mnajua ambayo Mungu ameweka watu wapokee ujumbe? Personal ministry, si ndio? Wewe ukishapokea ujumbe unaenda kwa watu unahubiri, si ndio? Ni mbinu gani tena ambayo wewe unajua Mungu ameweka ujumbe huu upate kusonga ama kusambaa? Najaribu kuweka msingi, maana leo tutakuwa tunajifundisha mambo mengi. Imekuwa ni kama vile tunataka kuona vile watu wetu wana respond kuhusiana na mambo ya, nafikiri hii ni semina ya kwanza ya watu wetu kujifundisha kuhusiana na mambo ya afya. Na kutoka hapa tutajua mahitaji yetu ni yapi. Labda next time tupange semina ya siku 3. Leo labda hatuwezi tukajifundisha magonjwa yote, hatuwezi tukafanya practical zote.
na walimu wataingia hapa, watakuwa wanaguzia, na mimi natengeneza msingi wa hiki ambacho tunafanya hapa, hivi kwamba walimu wakikuja, wewe utakuwa unaelewa ni nini ambayo Mungu anakusudia watu wake wajue. Sasa nauliza, ni mbinu gani tena nyingine ambayo Mungu ameweka watu wapate kupokea ujumbe? Social media si bado ni wanadamu wametumia hekima za Mungu kutengeneza hizi vitu, si ndio? Na kupitia kwa hii watu wa Mungu kipindi cha mwisho wanahubiri kupitia hapa, si ndio? Sasa mbinu moja ambayo ni maalum, special, Mungu ameweka ya kupeleka huu ujumbe wa malaika watatu. Ellen White anasema hii injili yetu haipendwi na watu wengi, si injili ya kutamanika. Mtumishi mzee Nyamoya waambia wamemuitia wazee, wamemuitia ni nyumba 10. Unaitiwa nyumba 10. Kwenu watu wanakukataa kwa sababu ya huju. Kwa hivyo hii injili si ya kutamanika. Hii injili inahitaji tuipeleke kwa hekima. Hii injili inakata kuwili. Sasa hii injili kuna mbinu ambayo Mungu ameweka ya kuweza kufikia hata wale ambao unaona kabisa huyu. Unajua kuna mbinu ambayo kuna mtu ambaye akihubiriwa na hii mahubiri hadharani, yeye ataona mmeweka maspika, ataenda zake, si ndio? Kuna mwingine ukimpea kitabu anaweza aoni haja ya kusoma, si ndio? Kuna mwingine mkimwekea online aoni haja ya kufuatilia, si ndio? Lakini kuna mbinu moja peke yake ambayo Mungu ameweka, inaenda ikikata. It does not matter ni Muislamu, itamfikishia ujumbe. It does not matter ni president wa Marekani, itamfikishia ujumbe. It does not matter hata kama ni pope. Hello? Hiyo mbinu ni gani? God's way is the only way. Yesu wakati alikuwa hapa duniani aliweka msingi, alituonyesha the gospel of health. Wakati kanisa letu lilikuwa linaanza baada ya 1844, tulipoingia hapa asubuhi kulikuwa na chart ya 2300 days. Tuliona vile kutokana na kifungu cha Danieli 8 mstari wake ni wa 14, ikawa ni msingi wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wana theolojia na Waadventista wa Sabato wote, waanzilishi wa kanisa, wanakiri ya kwamba ukiondoa hilo andiko, kanisa la Waadventista wa Sabato hakuna. Yaani ukifuta, unaona hatari ya kukataa andiko hata moja. Hiyo andiko ikifutwa, kanisa la Waadventista wa Sabato linakuwa non-existent. Watu warudi makanisa ya Jumapili. Sasa kanisa likaanza baada ya 1844, kukasalia na watu wangapi? Unaposoma historia ya mwaka wa 1840 to 1844, kuna mambo ambayo yalifanyika hapo mengi. Movement ikaonekana ambayo haijawahi kuonekana. It was a reformation movement of its own kind. After that, kukawa na the great disappointment ya 1844. Wakati hiyo disappointment imekuwa, baadaye wale waliosalia, baada ya movement kugawanyika makundi mangapi? Matatu. Lakini kuna kundi moja ambayo lilisalia la watu kama wangapi? 50. Wakarejelea, wakafanya uchunguzi wa maandiko, the pioneers. Kutaja tu some of the principal pioneers, tuko na Ellen G. White na mumewe James White. Walikuwa vijana hiyo wakati, vijana wa miaka 25 kama nani hapa, 26, vijana wadogo hivi. Ellen White miaka 17-18. Alafu kulikuwa na wazee kina Joseph Bates, tulikuwa na John Norton Loughborough, na watu mbalimbali ambao Mungu alikuwa amepea vipawa. Mtu kama Loughborough alikuwa ni msomi wa Biblia. Sasa hawa watu Mungu akawatumia kutengeneza misingi ambayo leo tunafanya nini? Tunajenga. Katika historia ya hii kanisa, wakati ilikuwa inaanza kufikia mwaka wa 1863. Sasa hapo nyuma walikuwa wameanza kupambana, wakiendelea kutengeneza misingi ya maandiko, kuweka madoctrine. Ikafika mahali ambapo sasa baada ya kukua established, kufikia mwaka wa 1863, mafundisho mengi ambayo tuko nayo leo
yalikuwa yamekuwa established, walikuwa wamesettle into certain points of truth. Sasa kufikia hapo, Mungu baada ya hao kuwa settled, nafikiri mnaona hiyo pattern, wamejifundisha wamekuwa na misimamo fulani. Mungu analeta ujumbe ambao utawasaidia kusambaza, kupeleka huu ujumbe kwa ulimwengu kote. Na ndio maana leo unaona SDA ni nchi gani ambayo injili ya Waadventista wa Sabato haijafika? Chache sana. Imeenda ikisambaa. Na hiyo wakati kuanzia mwaka wa 1852 kuendelea mpaka 1903, kina wakati Ellen White bado wako hai na kanisa la kweli limesimama, hiyo injili ilisambaa kwa uharaka sana. Mungu akaleta ujumbe wa afya kwa watu wake wajifundishe. Tunaambiwa katika kitabu ni cha A Call to Medical Evangelism. A Call to Medical Evangelism. Watu wa Mungu wanaitwa katika hii kazi ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu kupitia kwa medical missionary work. Tutaangalia medical missionary ni nini. Anasema hivi, the principles of health reform. Principles kumaanisha kuna principles. Hello? Principles, kama sasa tuko na fundamental principles. Tuliona principles zinafanya nini? Zina summarize kila ambacho tunaamini iweka. The principles of health reform are found in the word of God. Huwa mnasikia Obadia akihubiri hapa the 8 laws of health. Afikiri nyinyi mnazijua by now, si ndio? Ni gani? Kuna hiyo formula inasema new start. Ya kwanza ni gani? Nutrition, lishe bora, si ndio? Tuende tena ya pili. Exercise, si ndio? Kufanya mazoezi. Ya tatu water, kutumia maji. Na wakati mnaona walimu wa afya wanafundisha, hawasemi tu kama ni nutrition, tunarudi kwa Biblia, tunaanza kuangalia Leviticus 17 verse 10. Inatuambia nini? Msile damu na nyama, si ndio? Damu na mafuta, si ndio? Unaelezea mtu kutoka kwa nini? Kwa Biblia. So the first principle kwa hiyo 8 laws of health iko na misingi wapi kwa Biblia? Kama ni kuambia watu wakule maboga, wakule nini? Wakule vitu ambavyo ni vya asili, iko na misingi kwa maandiko. Unaona? The second law of health, exercise. Mungu alipoumba mwanadamu alikusudia afanye unaposoma kitabu ni cha Mwanzo 2, tunaona pale Mungu alimweka mwanadamu wapi? Shamba la Edeni. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa afanye kazi. Water. Pale Edeni kulikuwa na nini? Maji. Ya nne ni gani? Sunlight. Mungu akafanya nini? Akaumba jua, na hili jua likakusudiwa ya kwamba litakuwa linasaidia mwanadamu kwa njia moja ama nyingine. Tena gani? Temperance, si ndio? Kukuwa na kiasi. Tumeona hizi principles zote ziko na misingi kwa maandiko. Ndio maana amesema the principles of health reform that are found in the word of God are found in the word of God. Anaendelea kusema the gospel of health is to be firmly linked with the ministry of the word. Kwa hivyo mambo ya umishonari, mambo ya kuponya, kutumia vitu vya asili, ama mambo ya kuambia watu hizo sheria, kuhubiria watu the 8 laws of health, vile ziko kwa maandiko, mahitaji ya Mungu, kuambia watu chanzo cha magonjwa mengi, ukithibitisha hata na sayansi, kuambia watu ya kwamba ni ulaji wa damu na mafuta zimesababisha haya, kuambia watu ni matumizi mabaya ya maji, ama watu kutotumia maji vizuri, watu kukosa kupumzika ndio inaleta magonjwa. Mungu tunaambiwa hiyo injili ya kuhubiria watu mambo ya afya inafaa kuhusishwa na nini? Na ministry, ama kupeleka ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. It is the Lord's design that the restoring influence of health reform shall be a part of the last great efforts
to proclaim the gospel message, ya kwamba inafaa kuwa ni sehemu ya muhimu sana katika kupeleka ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Igo moroche amangana ya medical missionary na yogo puzu na yogo take lightly moroche maite mara angerero tuanalirenga tutaireti tutasoga tikorandiega igo gastira kolekana byego moroche tuaire emphasis mono asa mangana public evangelism, maybe tuaire emphasis mono asa mangana publishing tuebirenga egento ngereke mo Nyasaye ete yani kere more effective na ande kebwenete ko ikero ndebwenzi anybody ni nini? The ministry of healing. Acha niwaambie hadithi moja. Kuna dada mmoja ambaye anaitwa anaitwa sister Mother Teresa. Ngapi amesikia Mother Teresa? Mmemsikia? Kuna wakati alikuwa kwa syllabus ama huwa anasomwa shuleni sometimes. Sasa Mother Teresa, wangapi wamewahi kusoma hii kitabu? Nani amewahi kusoma hii kitabu? Okay, ma quotation nimequote, lakini nani amewahi kukisoma kabisa? Unajua watu wa Mungu hawasomi. Watu hawasomi. The Ministry of Healing. How many have read this book? Parts of it, segments of it. That's what, okay. Reformers, watu wasome. Watu wasome. Sasa Mother Teresa, kwa wale ambao mmemjua ama mmemsikia, kila ambacho anajulikana sana nacho, alifanya kazi ambayo akona umaarufu unao leo, anajulikana kwa hiyo kazi ambayo alifanya. Tena akapewa mpaka Nobel Peace Prize. Mother Teresa. Kazi ambayo alifanya ni ya kwenda kusaidia maskini, kufungua hospitali, unaona? Kupenda watoto wadogo ambao wamekufiwa na wazazi na mambo kama hayo. Hiyo ndio kazi alifanya, anajulikana hadi wa leo. Ukienda huko utaje Mother Teresa kwa watu wakubwa mashuleni, wanafunzi wanamjua Mother Teresa. Akawini Nobel Peace Prize. Sasa huyo Mother Teresa si MSDA, si nini, si kiongozi wa nchi, sio nini, ni Mcatholic. She was a Catholic nun. How many have seen Catholic nuns? You've seen them walking around, sindio? They have an appearance of piety. Akarakana na abantu gitaba yaba wanyenyekevu, sindio? Si mkiangalia ndio hata msichana ambaye anaonekana kuwa mzuri wanasema huyu anafaa kuwa sister ama anakaa sister, si ndio? Yaani anakaa mpole, anakaa mnyenyeke. Kwa nje wanaonekana ni watu wazuri. Sasa Mother Teresa wakati mmoja akiwa pale Asia anafanya kazi. Unajua wazungu wao wanapenda kujisajili kila mwaka, wanaenda kufanya missionary work. Walikuwa wana sign up for different organizations kwenda pale kusaidia. Hiyo wakati pale India, kuna wakati India kulikuwa na njaa na masumbuko mengi. Sasa Wahindi wana enlist kwenda kuhubiri pale na kusaidiana na hizo mission efforts ziko hapo, hizo organization. Wakatoliki wakiwa moja wapo ya hao. Mwadventista mmoja anakuja kupeana hadithi baadaye. Wakati alikuwa ameenda pale akiwa mmoja wapo wa missionary, alipata nafasi moja ya kipekee na huyu Mother Teresa kuhojiana na yeye. Anamuuliza, lakini Mother Teresa, why are you successful? Anamuuliza, mbona unafaulu kwa hii kazi yako? What's the secret? Mother Teresa akachomoa kitabu kimoja cha red. A small red book. Hiyo kitabu inaitwaje? Guess what the name of the book is? Who is the author? So Mother Teresa anasoma hii kitabu, lakini wenyewe wanakuja wao kumuuliza, unafanya siri yako ni gani? Imagine a Catholic nun amesoma hii kitabu ikamsaidia. Mpaka Mwadventista anakuja kuuliza siri yako ni gani?
Mkatoliki anamfichulia siri, anamwambia ni nini? The ministry of what? Healing. Mother Teresa was a medical missionary. Hello, who is a medical missionary? Who is a medical missionary? Leo kanisa la Waadventista wa Sabato ambao walipewa ujumbe wa malaika watatu wameharibu the definition of who is a medical missionary. Ni kama saa hivi ile General Conference imekwamilia jina ACDA. Si wamechukua wameweka ni yao. Lakini ukichunguza ACDA anafaa kuwa ni mtu anahubiri ujumbe wa malaika watatu. Wamewacha kuhubiri, lakini definition ukisema ACDA mtu anajua ni ile kanisa, hizi makanisa kubwa kubwa zimepandwa kila mahali ziko na msala. Si ndio? The same thing they have done for the medical missionary wa. Hiyo ujumbe imepigwa. And it is the good Samaritan who is going to help it. Where are the good Samaritans? The gospel of health imekanyagiliwa chini. Sasa wamechafua, wame undefine medical missionary kwa njia gani? Leo ni sanitarium ngapi ziko Kisii? Kwanza what is a sanitarium? Obadia, sanitarium ni nini? Good saidie. Ni mahali kuna treatment rooms. Matibabu ya asili. Ni nyumba zinakaa hospitali ambapo wagonjwa wanaenda pale kutibiwa, lakini pale ndani wanatibiwa na vitu vya asili. Natural things. Vitu vya asili kama gani? Walimu wataingia hapa, watakuwa wanaelezea magonjwa, watakuwa wanaelezea some of those natural things. Leo ni sanitarium ngapi ziko Kisii? Labda uenda una habari, hakuna, zero. Ni hospitali ngapi ambazo ni za kutibu watu na madawa za kisayansi ya leo ambazo ziko na jina ya ACDA ndani? Ngapi? Mingi, si ndio? Ni shule ngapi leo ziko na jina ACDA za watoto kusoma, zinatumia syllabus ya dunia? Mingi. Ni shule ngapi ambazo ziko na ile elimu ya mwanzo ya Waadventista wa Sabato Kenya? Tuanzie kwanza Kisii peke yake. How many? Zero. Okay, so the church has undefined kila kitu ambacho Mungu alikuwa amewe. Sasa sasa tuko na counterfeit medical missionary, counterfeit true education. Hello, counterfeit three angels message. Sasa lazima uelewe. Ndio maana tunaambiwa katika Fundamentals of Christian Education FE 413 paragraph nafikiri ni 2, a knowledge of the Father and the Son is an eye opener. Kupata ujumbe wa kumjua Mungu wa pekee wa kweli na mwana wake Yesu Kristo aliyemtuma ndio kifungua macho. Kumbuka kanisa la Laodikia shida yake ni gani? Ni vipofu, wanahitaji nini? Eye salve ndio wafanye nini? Ukimjua Mungu wa pekee wa kweli, ukiondokea Mungu wa utatu, ukamjua Mungu wa kweli, umefanya nini? Umefunguka macho. Amina. Ngapi umeanza kufunguka macho? Amina, amina, amina. Sasa medical missionary work is the right hand of the gospel work. Is the right hand of the gospel. Ndiyo mbinu ambayo Mungu ameweka iweze kupeleka ujumbe. Ni wangapi ambao kipindi cha Mother Teresa waligeuka wakakuwa Wakatoliki kwa sababu ya hiyo kazi? Mtu ako kitandani anakaribia kukufa, mtu Teresa wanakuja anampenda, yani emotionally mbate na boko manyomo ndo uwanjete. Yani mtu anakuonyesha upendo mpaka unaona huyu mwai kuenda kwa mtu ako heartbroken, ukamfika tu karibu hivi mkaongea. Nini inafanyika? Ukisympathize na yeye anaanza kukuwa attracted to you kidogo, hata unaweza kumuuzia sera zako. Sasa hiyo ndiyo mbinu ambayo Mungu ametupea. Tuende pale nje, tushughulikie mahitaji ya watu ya kimwili. Ya kimwili ni gani? Huenda ni wagonjwa, si ndio? Ya kiakili, huenda wako na mawazo. Ukipata mtu na stress hapa nje, uanze kumuongelesha, umchekeshe, umwambie bana, hii maisha nilipata siku nyingine nilikuwa hapa stage.
nakaa ni kama nimewaza jamaa fulani anauza, ni mtu wa kuuza. Akapita karibu na mimi ananiambia, my brother, mtu kitu nataka kufanya, mwanadamu asikuzuie. Usiruhusu mwanadamu akuzuie kile kitu ambacho umefikiria kufa. Man cannot do anything to you. Na alikuwa amelewa. Lakini hayo maneno aliniambia ndio nilikuwa nahitaji, nikafurahia. Juu kuna watu walikuwa wamenikwaza. Huyu jamaa amefanya medical missionary nikatoka hapo nikiwa nimefurahia, nikaenda nikafanya vitu zangu. Sasa nilikuwa nimepanga na nikakuwa satisfied. Hello? You can do medical missionary work. How? By understanding what is medical missionary work. Sympathizing with people, helping them in their physical needs, whether they might be sick, their emotional needs. Watu wako na stress hai wengi. Watu wako na stress. Their spiritual needs. Ukienda kuhubiria mtu ambaye katika ibada ya uongo ya Jumapili na Mungu wa utatu, umefanya kazi ya medical missionary work? Hello? Nimeanza kudefine kazi ya medical missionary work. Have we defined it? Tumedefine. Ni kushughulikia mahitaji ya watu kimwili, kiakili, kimawazo, si ndio? Kiroho. Watu ambao wako na mafundisho ya uongo, wako katika makanisa ambayo yameanguka, wako na ugonjwa wa kiroho. Medical missionary work ni kushughulikia magonjwa ya kimwili, ya kiakili na kiroho. Kwa hivyo tunapoenda kuhubiri, we are medical missionaries because we are going to preach to people to come out of sin. Tunawapeleka kwa nani? The great physician, ambaye ni nani? Ni Yesu. How does it break prejudice? Prejudice ni nini? Tumesema kwa zile mbinu zote. Kwa Kiswahili nini prejudice? Pre-advance opinions, chiro siri in advance. Yani umuntu amaitenga oyo takorandi ono ono gakomora gakorandi obosi, yani ameform advance opinions kuhusu kitu. Sasa hiyo kitu kikuja, si hawa ni wale wa kuingilia makanisa. Prejudice. Hawa ni wale wa Nyamuea. Hawa tumewazoea. Kazi ni kuingilia utatu. Prejudice. So, how to break prejudice? Mungu amepeana only one way of breaking Christ's method alone as a means of overcoming prejudice and gaining. By the way, is prejudice prevalent now with our message? Hii yenye tumeanza Kisii, tumekumbana na prejudice. Yes. Umekumbana na prejudice? Umekumbana nayo? Can you name some of those prejudice you've had? Shakahola, si ndio? Prejudice number 1. Nini tena? Ni nini prejudice zingine ambayo umesikia ukipeleka ujumbe wa malaika watatu? Hawa ni wale wa Makenzi. Nyinyi ni wale wa kuingilia makanisa, si ndio? Nyinyi ni wale mnakataa, sijui mnapinga utatu, si ndio? Mnakataa roho, si ndio? So God has given the medical missionary work as a means of breaking prejudice. So there is a method. Yani karochi mbinu chichonsi picha very exhausted. There is one which will stand prejudice, which will break prejudice. And what is that? The gospel, the health reform message, or the medical missionary work. So we are told, as a means of overcoming prejudice and gaining access to minds, and gaining access to huyo mtu mwenye anatuonanga stage tumeweka machati kabisa, tunaelezea new world order, lakini hana shughuli. Njia ya kumfikia ambayo Mungu ameappoint, tumupelekee ujumbe wa malaika watatu, tumwambie ndugu, huu ulimwengu unaangamia na mapigo yanakuja. Ondokea miungu ya uongo. Umkubali Kristo katika maisha yako na utakuwa salama. Mbinu ambayo Mungu ameweka ni gani? As
are means of overcoming prejudice and gaining access to minds. Medical missionary work must be done. Hawa watu wanasema Shakahola, mbinu ambayo imebaki ya kuwafikia ni medical missionary work. So you must understand medical missionary work. Not in one or two places only. Si hapa Kisii peke yake, sio Sundeka peke yake, sio Kisii peke yake, but in many places where the truth has not yet been proclaimed. Huko kwenu, si kuna watu leo wameenda kanisani? Injili imeenda huko? Ama unataka kuashumu juu kuna kanisa ya SDA huko na tumeona ni counterfeit. Wamechukua jina SDA lakini hakuna ujumbe wa malaika Leo wanahubiri nini? Women ministry, wako na themes funny za makanisa ya Jumapili. Tuliona jana kwa sanctuary wameanza kurudi nyuma. Sermons zao, themes zao zina rotate wapi? Holy place. Wametoka most holy wameanza kuelekea wapi? Back to the altar. Kuna hii juzi walikuwa nayo grace, saved by grace, wanaanza kuturudisha huko nje. Salvation simplified. Vijana pia wanawekewa zao funny kama in the cities, you walk in the city something, I will go where? Kwenda kuabudu jua. Sasa wameanza kurudi nyuma, wameondokea nini? Misingi. So hapo kwenu mahali unakaa kwa familia yako kwanza. Injili hajafika, unaanzia kwako. Medical missionary work. We are to work as gospel medical missionaries. We are to work as gospel medical missionaries to heal the sin-sick souls by giving them the message of salvation. This work will break down prejudice as nothing else can. Kwa hivyo hii kazi itavunja ile mashakahola. Imagine mtu ako na nitaje ugonjwa gani? Cancer. Na yeye jana ndiye alikuwa anakuambia nyinyi ni shakahola. Uanze kumshughulikia kwa zile njia ambazo umepewa. Blood pressure. Huyo mtu si ataanza kukaa chini ya kusikize. Niambie sasa, ataanza kukupea audio? Mkienda huko hospitali, wale wagonjwa wako huko, daktari akimwambia geuka anageuka, si ndio? Daktari akimwambia meza hii tembe, anaenda anakunywa faithfully, hata kama ni sumu ataiku. Kwa nini? He is in a desperate situation and the doctor is his final. Huyo ndio mwisho. Yeye hajajua kitu kingine. Daktari akisema, kuna mwingine anakuambia daktari alisema nikiwacha kukunywa hizi pombe hii dawa nitakufa. Unaona? Mtu kama huyo ukimpata na ni Mungu akuletee mtu kama huyo, umupee injili, umupee mbinu. Ndugu, hii high blood pressure uko nayo, niko na kaini hapa, kaini peke yake, na umwambie badilisha chumvi kutumia hii, anza kukula hivi na hivi, wacha kukula usiku, si ndio? Anza kukula in moderation, punguza ugali, ongeza vitu kama mboga kidogo kidogo. Hata yeye mwenyewe anaanza kuona change kidogo kidogo. Na yenyewe nilijaribu na ataanza kukusikiza. Kama mimi, kuna jamaa huko alikuwa na pressure, high blood pressure. Unajua kuna wagonjwa ukishughulikia, kuna wagonjwa wazuri na kuna wagonjwa wabaya. Kuna wagonjwa wa cooperate. Tuanzie kwa dunia. Kwa hospitali kuna mgonjwa ameenda, daktari wa dunia amemkataza soda ni mbaya. Kuna mzee mwingine huko kakataza soda ni mbaya. Ako hospitali kwa ward lakini analetewa soda, soda ndio imefanya akagonjeka. Baada anapiga soda ngapi kwa siku? 3. Amekuwa addicted. Unaona? Sasa mgonjwa kama huyo, kuna wale wagonjwa watasaidika, mwisho alikufa. Unaona? Sasa hata wewe utakumbana na kuna wagonjwa wana cooperate na kuna wagonjwa ambao anataka dawa umpe, nipe, aenda apone tena arudi kurarua hiyo majani yake, sukari yake. Unaona?
Sasa lakini wewe fanya kazi yako, upeleke ujumbe. So tumeona kwamba hii injili itasambaa na itatumika kupitia kwa the right hand of the gospel. Tuko na mikono mingapi? Miwili, the right hand and the left hand. Hizi mbili zina complement each other. Wakati hii injili imefananishwa na the right hand of the gospel, kazi ya mkono wa kulia ni gani? Ukiondoa mkono yako ya kulia, nini itafanyika kwa shughuli zako za kila siku? Kazi itakuwa ni ngumu sana, si ndio? Kwa hivyo it is the right hand of the gospel. Medical missionary work is the right hand of the gospel. It is necessary. Necessary maana yake ni nini? Ni ya maana, si ndio? To the advancement of the cause of God, as through it men and women are led to see the importance of right habits of living, the saving. Kwa hivyo, na hauwezi ukafundisha watu right habits of living na wewe mwenyewe hujui. Sasa utafundisha mtu nutrition na wewe mwenyewe bado umekalia nyama, si ndio? Haujaelewa muhimu ama hujaelewa ni kwa nini watu hawafai kutumia minofu. Uwezi ukafundisha mtu kitu ambacho wewe, Ellen White anasema we are to impart that which we have received. You can only share that which you have. Lazima ikuingie kwanza ndio upeane. No mwalimu kwegeli hesabu, wikemo swali tanganya mwana kwegeli. Toko chaka kwegeli copy pasting. Ono kuna kuligere. Gwikeko swe umanye ninkyo manako kwegeli. Okokani omonte nyama ko what the facts. Ayo mwenyene kwa you've seen the importance. You see? Every city is to be entered by workers trained to do medical missionary. So does Kisii town, Ogembo town, Nyamira town, and all these towns in Kisii, do they need to be entered by medical missionaries? Yes. Obadia, kwa hizi matown umetembea, kwa hii influence yetu, sphere of influence, umetembea town gani na gani? Kisii town, have you seen as many medical missionaries? Wako very few, si ndio? Lakini kuna wengine wameondokea, wameanza kukua ni watu wa kuuza mitisha. Wameondokea, waliitwa wakuwe medical missionaries, lakini wakaondokea, wakaanza biashara, wakasahau medical missionary work ni nini. Hizi matauni zingine, mahali unakaa, kunahitajika medical missionary waka, na wewe ndio unafaa kukua kipaumbele, ukue a medical missionary worker. As the right hand of the third angel's message. So it is the right hand of the third angel's message. What does the third angel's message say? Ebu isomwe. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 9. Right hand of the third angel's message. Third yani iko specific. Third angel's message. Mtu awaye yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Kwa hivyo, kwa hiyo maonyo, the right hand of taking that message ya kuonya watu ni medical missionary work. Kwa hivyo the medical missionary work is very important. Na jinsi ambavyo tumelay foundation, walimu watakapoingia watakuwa wanafanya kwanza kuguzia yale madogo ambayo utaweza, na wakati mwingine tukiwa na semina nyingine utakuwa unaongezea kwa kile ambacho unajua. Mimi nilisoma kidogo, nikakuja nikajua kidogo, nikaenda kwa semina kidogo nikaongezea, na ukiongezea hapa na hapa unakuwa unaendelea kukua, na bado mimi ni mwanafunzi na wewe ni mwanafunzi, na Mungu anataka sisi wote tukue medical missionary workers. Every city is to be entered by workers trained, underlined. Trained, sindio? Kwa hivyo lazima ukue trained. Yesu anaambia aje wanafunzi katika Matthew 28 verse 19, go ye out
into all nations, ndio, na kuwafanya wanafunzi. Kwa hivyo lazima ufanye mwanafunzi wa medical missionary ndio wewe uende kufanya hiyo kazi. Lazima ukue trained. So kutoka hapa ningependa kwamba watu waweze kujitoa katika kufundishwa na kuwa wa medical missionary. Wa missionary ambao wanaenda kushughulikia mahitaji ya watu ya kimwili, ya kiakili na ya kiroho. Wakiwa kama wahubiri, wakiwa kama evangelists, wakiwa kama door to door ministers, kina mama nao vile vile. Kuna kitabu ambayo inasema, na ukiwa medical missionary, mwanaume anashughulikia mwanaume, mwanamke anashughulikia mwanamke. Sasa ukiangalia Obadia as a medical missionary, how many female medical missionaries have you seen? Angalia hata saa hii tuko na only one lady. Sasa ni kina nani wataenda kushughulikia hawa kina dada? Hebu nitafutie ile nukuu. Daughters of God page 94, I think mtu angalie pale. Yeah, Daughters of God page 96 paragraph 3. It is a principle which we need to understand as medical missionaries. One part of training. Women physicians. Physician ni mtu anashughulikia magonjwa ya watu. Sasa mwanamke missionary ambaye ametrainiwa, ameambiwa ya kwamba anafaa aweze kushughulikia mwanaume, si ndio? Thoroughly educated, si ndio? And men to work for men. Thoroughly educated to work for women and men to work for men. Let men know that they must go to their own sex and not apply to physicians. Sasa sikia, a medical missionary, tumeita tukue medical missionaries. Sasa kesho huyu amekuita amekwambia sijui niko na shida, unaenda unaanza kumfanyia massage. Sasa kuna principles za kukua medical missionary, na wewe ni mke wa mtu deme. Council imetukataza kidogo kidogo. Kwa hivyo wanawake waelimishwe kuwashughulikia wanawake, wanaume wafundishwe kuwashughulikia wanaume. Kuna mipaka kwa hii medical missionary wako. Alafu endelea, na imepeana provision. Sasa ikiwa ni emergency case, kuna provision, na hiyo ndio part of the training. Ndio maana amesema thoroughly. Endelea kusoma nukuu. It is an insult to women. And God looks upon these things of commonness with abhorrence. Malaika wanakuona unataka kumasaji mwanamke wa wenyewe, bibi ya mwingine, and you are a medical missionary. The angels look with abhorrence. So it is a part of training. Mwanamke medical missionary aanze kushughulikia mwanaume mwingine. So kuna principles which will need to get into you as a medical missionary. That's why training is very important, paramount, si ndio? Kwa hivyo kuna principle ambayo ina apply. Si ati leo Badia tufundishe hapa kufanya colon cleansing na enema, akitumia enema, kesho kutwa sijui mwanamke mwingine amekuita ama mwanaume amekuita unaenda kumfanyia enema. Hapana, kuna mipaka, si ndio? Sasa kuna provision. Ni wewe labda hiyo wakati labda utaita mwanamke mwingine umuelekeza aenda mfanyie hivi na hivi. Kwa hivyo kuna mipaka ambayo imewekwa pale, and it is a part of essential training. Thorough medical missionaries should be thoroughly trained. Every city is to be entered by workers, and this work, it will open doors. Doors are open. Milango inaendelea kufungwa kila mahali. Kisoma Testimonies for the Church volume 5, nafikiri ni ukurasa wa 236, inasema hivi: the world is against us, the popular churches are against us, the popular churches are against us, and soon the laws of the land will be against us. Doors will close. Zinaendelea kufungwa polepo na zitafungwa. Ndio maana ile Lenoita anafika mahali anasema soon
soon and very soon there will be no other work isipokuwa medical missionary work. Buru utakuja usome nukuu wakati wako. Soon, ndugu, soon hautakuwa unaenda kuhubiri na maspika, milango inafungwa. The popular churches are against us, the world is against us, the laws of the land will be against us. So watu wa Mungu wasome. Asante sana mwalimu kwa mafundisho, and more especially on medical missionary. Leo asubuhi, it was around 5 in the morning, niliamshwa na mgonjwa akaniambia leo sikulala. Na the reason why I didn't sleep, I have a problem of frequently urinating. Na hiyo alikuwa na hiyo shida some 3-4 months ago. Nikampea dawa na ye akaweza kusaidika, lakini ni kama ilimrudia jana. Iliporudi kwake akashindwa on how to do it. Sasa she was suffering, akanipigia, sasa nifanye nini daktari? Nikamwambia wacha nikiamka, because I was sikuwa nimeamka around 5. Nikamwambia nikiamka I'll think about it. Nilipoamka nikaendelea kufanya vitu zangu, maana nilikuwa nikuje hapa. Tena akanipigia huko nibea jawabu. Nikamwambia give me 5 minutes. I went online, nikafanya search kidogo, the causes of frequent urination in women. Nikapata among other factors that can lead to that include drinking of tea and coffee, among other factors. Sasa kulikuwa na other factors ambazo niliangalia, lakini nikamwambia bado give me time, alafu ndio niweze kukuelezea. Nilipofika hapa nikampigia simu, nikamuuliza have you tested for urine? Akaniambia she did that test sometimes back. Nikamwambia you need to go for another test for urine so that I can know and ascertain the main problem and give the right medication. Akaniambia since urine inakuja, it's almost non-stop, what do I do? Nikamwambia then, nikamuuliza nikiwa hapa, did you drink tea? Akaniambia ndio. Nikamwambia that was the cause. Nikamuuliza kuna dawa yenye nilikupea wakati ule, do you have, unayo yenye imebaki kidogo? Akaniambia ndio. Nikamwambia kunywa basi. You know, aliniambia it's like there is an improvement. Nikamwambia then, remember I told you, you know, wherever I give medication to my patients, I must give instructions that they should not drink tea or coffee or eat animal product. They should put them aside. Ndio alikuja kugundua kumbe hii ndio shida yangu, na hata mimi ikanisaidia kujua ya kwamba kumbe drinking of tea is very dangerous to our bodies. Therefore, medical missionary work, that is the only God's method of opening doors to reach people with present truth. Therefore, I thank my young colleagues who planned for this, and may the Lord bless you. And I want to believe medical missionary work will help us and will open doors for us to reach as many people who are outside there, because I want to tell you that very many people are suffering outside there kwa shida
ya magonjwa mbalimbali. Last week nilikuwa nimepeleka kwa wagonjwa wengine. Kuna mgonjwa nilipomuona nikauliza, kuna mwenye anakushughulikia? Akaniambia ndio. Ni nani? Akaniambia ni mganga. Unajua sisi at times people mistaken us with waganga wa kienyeji, wale ambao wanafanya ile kazi nyingine. Nikamwambia, for me to handle your case, then you must stop the other line completely, because mimi sitafanya kazi kwako ikiwa na hii huyo daktari bado anafanya nini, anakushughulikia. Therefore sisi watu wanastahili kuelewa kazi ambayo tunaifanya. Sisi hatufanyi kama wale waganga wa kienyeji wanaofanya, maana wao they even practice even divination, of which we don't do. Sisi kazi yetu hakika ikiwa ni kurudi kwa madawa ya kiasili, ni dawa ya kiasili tu jinsi ilivyo. Mnaona vile huyu ndugu yangu anaendelea kupanga, ikiwa ni kayeni imesiagwa, tunatoa shambani ikasiagwa ili mtu afanye nini, aitumie. Mimi hii kayeni imenisaidia. Kayeni, the other day nilikuwa na pneumonia yenye iko ndani. I had to drink cayenne, 1 tablespoon. It's very bitter, but ilibidi nirudie, maana ni kama it was more severe. After 2 days nikarudia, but it went. Kwa hivyo these methods, these are the right methods that we can use to treat most of the diseases that we are suffering from. I wish people could understand this. I wish people could know, hakika, this is the best means of treating several of the diseases that we are suffering from. Thank you so much, Madam. Asante sana kwa nafasi pia. Ningependa ni comment kwa sehemu kidogo kwa hii kazi ya medical missionary. Maana tunapokuwa hapa kuna mambo mengi ambayo lazima tujifundishe kuhusiana na medical missionary. Medical missionary ni kubwa, na nimekuwa nikiwaza sana na nimekuwa nikitafakari sana, na nimeona medical missionary wengi sana. Lakini kuna kitu ambacho quotation moja bora irudishe hapo kidogo. Ile ilikuwa ni testimony, ilikuwa testimonies. Imesema lazima watu wakuwe trained, wakuwe wafundishwe kwanza. Maana it is a sacred work. Bwana Yesu asifiwe. It is a sacred work. Na kazi ambayo sacred sio kazi tu ya kuamka na kuanza kuifanya. Kuna medical missionary wengi walikuwa na knowledge kidogo ya about treatment, wakatoka nje without having a full concept ama full understanding, wakatoka nje. Lakini baadaye unastukia ametibu mtu, huyo mtu labda akazidiwa na maradhi kabisa, ama hata akakufa. Kwa hivyo to avoid that mistakes, kama sisi wana matengelezo wa Kisii, lazima tuwe very wise na to follow all regulation. Lazima tufate masharti yote ili tusije tukacause trouble hapa mbele. Maana hakuna watu wanaangaliwa sana kama watu wana matengelezo wanao. Watu wote ambao wanatibu na dawa hizi za kienyeji wanaangaliwa sana. Wanaweza waambiwa, nyinyi ni waganga, mliua mtu jana. Nyinyi ni waganga, mmepatia mtu dawa imemfanya hivi, mtaka kumtoa kafara. Watu watakusingizia hivyo. Lakini kuavoid mambo kama hiyo, lazima tuwe na akili ya kutibu. Kama ni ulcers, mtu aelewe kabisa the cause of ulcers, na hiyo ugonjwa yote vile inaweza tibiwa kwa dawa zote ambazo atakuwa ameelimishwa. Maana pia katika medical missionary lazima pia tuelewe ya kwamba kuna different sect. Kuna yule mtu ambaye anatibu mifupa peke yake. Anatibu nini? Mifupa peke yake. Na kuna yule ambaye ana deal na cleansing colony.
Bwana Yesu asifiwe. Na kuna yule ambaye ako perfection kwa kudeal na skin peke yake. Kwa hivyo kama wana matengenezo pia lazima tujue namna ya kutofautisha. Ili unaposikia huyo ni medical missionary, usiseme tu basi wewe uko na ugonjwa labda wa mifupa ama wa skin, useme juu nimesikia Osmani ni medical missionary, wacha niende kwake. My friend, utajipata babaya. Kwa hivyo lazima tukue na knowledge, na pia kama daktari, kama ni Osmani, lazima ajue mimi na deal na kitu fulani na ni wajibu wake kutangazia watu mimi natibu hiki na hiki. Na lazima wa coordinate na wengineo ili akipata mgonjwa wa mifupa anajua anamuelekeza kwa nani. Si ati aingie tu aanze kushughulika na ana knowledge ya kutreat nini mifupa. Hiyo itakuja kuleta danger ama mambo ambayo yatachafua picha ya Injili na picha ya medical missionary. Tumesikia visa kama hivyo vingi. Kwa hivyo ku avoid hayo yote lazima watu waingie kwa training. After training, wale ambao wameingia watajua sasa mimi nafaa ni deal na ugonjwa gani. Bwana Yesu asifiwe. Si hata watu wa dunia wako hivyo. Kuna yule anaye deal na brain tumor na kuna yule ambaye ana deal na cancer na vidonda. Lazima pia na sisi tu identify ili tusilete mgonjwa akose kupona ama akufe tuanze kulalamikiwa. Jambo lingine katika kwa training, lazima pia watu ambao wataingia kwa training lazima wajue. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye most of time ni daktari. Akiwa na mgonjwa huwa anapenda kuniita tunaenda. Hata last week tulienda kwa mgonjwa mwingine fulani kumwangalia. Sasa kuna mgonjwa ambaye amengangana na yeye for the last 6 months. Huyo jamaa alikuwa ni jamaa tu kibonge na alikuwa tajiri. Na ni watu wale ambao wako na majivuno. Alikuwa maskini, sasa akapata pesa, akaanza kusema wacha nikule vizuri, akakula nyama, akakula nini kila siku. Baadaye akakuja akapata ugonjwa si moja kwa mwili wake, mara sukari, mara pressure. Akaanza kubadilika mwili kakonda. Mpaka mimi nilikuwa nikimwangalia nasema huyu jamaa kama si ukimwi. Anatudanganya huyu. Amekonda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu unaweza angalia hivi, uone hapana, huyu ni wa kuenda. Lakini nikasema anyway, ni sawa. Nisimjaji. Tukaenda wakampima wakapata kona pressure na alianzia hospitali. Hospitali ndiye alikuwa amekaa almost 8 months pasipo mabadiliko yote. Alikuwa anasukumwa na hizi wheelchair. Maana atembei, anashikiliwa tu. Ni mtu amekonda kabisa. Na ni mtu alikuwa kibonge. Anza matibabu akamshauri akamwambia usikule nyama, usikule kuku. Maana ni mtu alikuwa amezoea hizo vitu. Sasa akakubali hayo mashauri kwa muda. Alipoyakubali tukaona improvement. Akaanza kuamka, hata kuoga anaweza akaoga mwenyewe, anaweza akatembea. Baadaye tukagundua kumbe hata hakukuwa na hiyo ugonjwa ya ukimwi ambayo tulikuwa tunatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Ni maini tu, hizo vitu ziliaffect maini. Ikawa imeoza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe maini inakuanga mbaya sana ikioza. Wewe na mtu wa ukimwi mnakuwa na condition moja. Sasa akaanza kuwa na improvement. Na ameanza kutembea, anaweza kaoga, lakini wakati mmoja nikapigiwa simu na mke wake ananiambia sasa unajua huyu mgonjwa wenu juzi alikula kuku. Nikakufa moyo. Sema hata mimi sitamtibu tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamwambia hapana, huyo ni mtu wa dunia, lazima tumuelewe na lazima tukue karibu na yeye. As long as tumeanza kuona improvement na tunaendelea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri pia madaktari waweze kuelewa kama vile mzee amesema. Unapopatia mtu dawa umwambie pia na hiki usifanye nini? Usikitumie ili upone haraka. Kwa mfano kama mtu wa dunia unajua kama ni mgonjwa ako tayari
Usiogope useme ya kwamba huyu ni mtu wa dunia. Hapana, si hata madaktari wanasimamishanga watu wasikunywe sukari na wanasikiza vizuri. Kwa hivyo na sisi tusiwe na hiyo uoga. Ni vizuri unamwambia kabisa ili upone. Kwanza hata usimwambie aache kabisa, mwambie acha kwa muda ili upone. Bwana Yesu asifiwe. Na akipona baadaye utaendelea kumpa ujumbe kabla apone, atakuwa amekuelewa na ujumbe wako atakuwa amefanya nini? Mwenyewe ataona hata hizi vitu kumbe hata ni zenye zinatuletea ugonjwa. Mbarikiwe sana tunapoendelea. Karibu sana mwenyekiti. Asante. Nikimalizia, muda wangu ulikuwa ushaisha, ni kwamba pointi ni ukisoma Wakolosai 4:5 tunaambiwa tuenende kwa hekima kwa wale wasio na kwa hivyo sasa hii kazi tumeitwa kama wa medical missionaries. Atuendi tu because Mungu pia hataki tuende kama wajinga. Lazima tuende tuwatafute watu wa dunia na watu wetu wenyewe, na tutawavumilia. Uvumilivu na hekima ni sehemu moja ya medical missionary. Na ni kwamba hapo tukumbuke around the 8 laws of health. Wanaziita the 8 doctors. Hizo 8 laws peke yake ndio basis yako ya kupeana matibabu na nini tena, na kupeana diagnosis kwa mgonjwa wako. Mfano vile mgonjwa wa mtumishi alikuwa akona frequent urination at night. Ameassess, imeonekana majani chai na kahawa. Hiyo ina fall wapi kwa 8 laws of health? Nutrition, si ndio? Tena hiyo ugonjwa hiyo unaweza kuiangalia kivingine. Hapo kwa law number 1. Unajua utaanza unafaa kuassess mgonjwa wako na the 8 laws. Mnakaa chini una assess the frequency ya kukula chakula. Sio pia ni ujumbe wetu. There should be a space in between the eating hours. Ukikula asubuhi masaa ngapi yaishe? 6 hours. Mtu ambaye anakula ovyo ovyo, mwili wako unaendelea ukiproduce nini? Insulin inaenda ikitoka, si ndio? Sasa hiyo ina affect mtu ambaye anakula more carbohydrates. Hiyo ni sababu ngapi za mtu anakojoa usiku? Anakula ovyo ovyo kila saa, in between meals anakula vibaya, anatumia stimulants. Hizo ni sababu ngapi? 2. Anakula in between meals. Hizo ni sababu ngapi? 3. Kwa hivyo huyo mgonjwa tayari kwa law number 1 umemsaidia. Kwa hivyo watu wa Mungu ni kwamba we need knowledge. Knowledge will be found in our books. We have the message, the spirit of prophecy and the Bible. Ndio tuende tusaidie watu, tuwahubirie wapate kukubali hii injili kwa mbinu ambazo Mungu amepeana. Tubarikiwe. Asante. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya upendo, tunakushukuru kwa sababu umeweza kutuelekeza na kutuongoza kwa mambo yote. Sasa yale ambayo tumejifundisha, naomba kwamba yaweze kuwa imara katika mioyo yetu, yaweze kutufaidi na kutunufaisha hivi kwamba tuweze kuwa wakamilifu na kufanya kazi kwa jinsi ambayo inakufurahisha wewe. Tutie hekima na maarifa, tuweze kusonga mbele jinsi ilivyo sawa mbele zako. Upendo wako upate kudumu na utuimarishe katika yote. Sasa walimu wengine wanapoendelea na vipindi vingine, tufungue mawazo yetu, tuweze kusikia na kunufaika. Naomba haya machache na kuamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Warning of last days. Sauti ya ukweli.